niweze kuwasalimia wakati mwingine katika jina la Yesu. Hamjaboni? Nami sijambo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kupata nafasi nyingine tena ili niweze kuleta neno la Mungu na usiku wa leo, na tuweze kuendelea mahali ambapo tuweza kukomea. Na kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya kupata nafasi hii baada ya shughuli nyingi ambazo tumekuwa nazo. Nashukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kuonana wakati mwingine. Kwa hivyo tuombe na ili tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Mtakatifu na Baba wetu, kwa jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako, tunakutukuza, tunakuinua. Sema ni asante kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ya fadhili zako. Uinuliwe na hata uhimidiwe Mwokozi wa rehema. Wewe ni mwema kwetu, uinuliwe maana umetulinda, umetuhifadhi siku yote. Na kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu hata tunapoingia ili tuweze kulisikia neno lako, utakuwa pamoja nasi. Tunaomba mwongozo wa Roho Mtakatifu kila jambo, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Basi ni nafasi yangu chukue nafasi hii ili nipate kuendelea na uweze kuangalia mahali ambapo tuliweza komea ama mahali ambapo tulifungia. Nafikiri bado ama naona ya kwamba bado tunazungumzia habari ya roho wachafu. Manake naona ya kwamba kuna roho wachafu na hao ni baadhi ya viumbe hai kiroho. Na kwa hivyo tuliona ya kwamba hawa roho wachafu wanaishi ndani ya watu, na tuliona hivyo, tukasoma vitabu kadhaa na pia tukaona mambo kadhaa au tuliweza kuangalia, hata tukaona ya kwamba kuna hatari kwa wasioamini kujihusisha na roho wachafu. Nafikiri hiyo tuliweza kuona, na tusome katika Timotheo wa kwanza 4 na mstari wa kwanza. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Basi Roho nena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Hawa ambao wanaitwa mashetani, ukiangalia katika fashion nyingine, kuna mahali wanaitwa lying spirits. Kuna utakuta kwamba kuna fashion ambazo zinawaita roho zidanganyazo. Na pia tukija kwa mashetani ni demons. Na ndio hawa ambao tunanena kuhusu, ni hizo roho chafu. Na kwa hivyo unakuta kwamba watu wacha yale nyakati za mwisho. Watu wengi wataweza kujitenga na imani, ama watu waachane na habari ambao tunahubiri ya imani yetu na imani ya Mungu, na waweze kufuata hizo roho za mapepo ambazo zinadanganya watu na kupotosha watu. Na watu wengi Biblia inasema ya kwamba watafuata roho hizo.
maana ni roho zinazodanganya watu na hizo roho zinafanya kazi ndani ya watu. Ni kama vile watu wa Mungu wanajazwa na Roho Mtakatifu, na pia kuna wale watu ambao ni wa ulimwengu ambao hawajamwamini Kristo, wanajazwa na roho zinazodanganya, roho chafu, na wanatumiwa na roho hizo kudanganya watu, na wanaeleza watu mambo kadha wa kadha. Tukisoma pia katika Yohana 8 na mstari wa 44, the book of John chapter 8 verse 44, Biblia inasema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba roho za shetani ama roho wachafu ama demons wamerithi uongo kutokana na shetani mwenyewe ama Ibilisi mwenyewe, na kwa hivyo hawawezi kunena ukweli, kwa sababu shetani mwenyewe alinena uongo. Biblia inasema ya kwamba alikuwa muuaji tangu mwanzo, na kwa hivyo wale roho zake, roho ama hizo roho chafu, lazima ziweze kufuata yule aliye kiongozi wao. Katika Yakobo 2 na mstari wa 19, in the book of James chapter 2 verse 19, Yakobo 2 na mstari wa 19 inasema hivi: wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Bado inaposema mashetani, haineni kuhusu shetani ama Ibilisi, lakini tunajua shetani mwenyewe ambaye tuliona alikuwa malaika huko mbinguni, hata yeye anaamini ya kwamba Mungu ni mmoja. Kwa hivyo mashetani ukisoma katika version zingine utakuta ya kwamba wameandikwa, wanaitwa demons. Ndio hawa tunanena kuhusu roho wachafu, na ndiposa wanaitwa pale mashetani. Kwa hivyo Biblia haisemi shetani, inasema mashetani. Ya kwamba kama wewe binadamu unaamini ya kwamba Mungu ni mmoja, watenda vema. Na hata mashetani hao tunaongelea kuhusu, wanaamini hata wanatetemeka. Kwa hivyo wanahakika ya kwamba Mungu ni mmoja, na hiyo wanaamini, hawana shaka na hiyo. Na kwa hivyo posa Yakobo anatujulisha ya kwamba wanaamini hata pia nao na wanatetemeka. Katika kitabu cha Ufunuo, Revelation 16 verse 14, na kitu ambacho tunaangalia hapa, Revelation ama Ufunuo 16 na mstari wa 14, inasema hivi: hizo ndizo roho
za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Unakuta hizi roho ambazo ni roho chafu ama roho zinazodanganya, Biblia inasema ya kwamba zinafanya ishara ama zinafanya miujiza, na watu wanaweza kuamini kabisa huyu ni Mungu kulingana na vile wanafanya miujiza, wanaiga mambo yale Mungu anayotenda. Ni kama vile tunaweza kukumbuka Musa alipoitwa na Mungu na akatumwa kwa Farao, aliweza kuachilia fimbo yake. Na ukisoma katika Kutoka Exodus chapter 7 yanzia pale mstari wa 11, utakuta ya kwamba Musa aliweza kuachilia fimbo yake na Farao akaona. Hebu tusome hiyo Exodus chapter 7 verse 11. Nasema, ndipo Farao naye akawaita. Tuanzie 10. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao. Kwa hivyo unaona ya kwamba hata wale ambao ni wachawi, waganga, na pia kama vile tumesoma katika Ufunuo, unakuta ya kwamba hata hizo roho chafu ama mapepo wanafanya ishara, wanafanya mambo ambayo ama wanaiga mambo ambayo watu wa Mungu wanafanya. Na kwa hivyo wanaona ya kwamba hilo si kitu ya watu kujali sana, walio upande ule mwingine, kwa sababu pia nao wanaonyesha ya kwamba wana uwezo. Lakini kile ambacho kinafurahisha ni kwamba hata kama Farao aliwaita wale wenye akili na wachawi na waganga, hata kama aliwaita na wakafanya hivyo, ukiendelea mstari unaofuata utakuta ya kwamba Biblia inasema wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Kwa hivyo unakuta ya kwamba ili Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kushindwa, walipoachilia hizo fimbo zao na zikawa nyoka, sasa Farao nafikiri alifurahi sana sana, na akaona kumbe hakuna kitu kina Haruni wamefanya, kwa sababu hata waganga wake wamefanya hivyo hivyo. Lakini Biblia inasema ya kwamba ile fimbo ya Haruni ilimeza fimbo hizo zingine zote. Sasa ikarudi kuwa fimbo na wakaendelea na wakaenda nayo. Sasa unajua hiyo ni hasara kubwa na aibu kubwa mbele ya mfalme, kuona ya kwamba hawangefanya ishara watoe hizo fimbo zao kwa ile ya Haruni. Hawangefanya ama hawakuwa na uwezo ule, na kwa hivyo walikubali
vile matokeo yamekuwa. Kwa hivyo usijali na usibabaishwe na zile roho chafu, hata wakifanya ishara namna gani. Hiyo ni mambo tu ya muda, lakini ishara za Mungu wetu na miujiza ya Mungu wetu, hiyo ni ya milele. Sasa tuone sehemu ya pili. Ile ya kwanza tulikuwa tunaona utangulizi wa kuona hizi roho chafu. Sehemu ya pili ni kwamba waamini wana mamlaka juu ya mapepo. Waamini wana mamlaka juu ya mapepo, na hiyo tunaweza kusoma katika Yohana wa kwanza 4 na mstari wa 4. Waraka wa Yohana wa kwanza, 1 John chapter 4 and verse 4. First John chapter 4 verse 4 inasema nini? Nasema hivi: ninyi watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Na kwa hivyo kwanza Yohana anaandikia waraka huu wale watoto wadogo, na asema mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kwa hivyo kile ambacho tunaweza kujifunia ni kwamba aliye ndani yetu ni mkuu, na Biblia imeandikika hivyo. Maana Yohana anaandikia watoto wa Mungu na kuwaeleza ya kwamba kumpokea tu Yesu na awe ndani yako, basi ujue ya kwamba aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule aliye katika dunia. Na kwa hivyo hakuna wakati utashindwa, kwa sababu yeye ni mkuu, na yeye alishinda mapepo na aliweza kushinda mauti, na kwa hivyo ana uwezo hata siku hii ya leo. Tukiangalia katika Mathayo 8 na mstari wa 30, Matthew chapter 8 verse 30 to 32. Some Mathayo 8 na mstari wa 30. Basi kulikuwako mbali nao kundi la nguruwe wengi wakilisha. Wale mapepo wakamsihi wakisema, ukitutoa tuache twende tukaingie katika lile kundi la nguruwe. Kawaambia, nendeni. Wakatoka wakaingia katika nguruwe, na kumbe kundi lote wakateremka kwa kasi gegeni hata baharini, wakafa majini. Ukirudi nyuma pale utakuta ya kwamba kuna habari ambayo tulisoma, nafikiri ni jana. Hebu tuanzie mstari wa twende nyuma tuone mahali imeanzia. Ni yule mtu ambaye alikuwa na mapepo wengi. Nangojea pale. Ni mahali ambapo tuliona ya kwamba na hapa ni watu wawili ambao walikuwa na pepo, walikutana naye. Biblia inasema naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi,
watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, Mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Kwa hivyo mapepo wale waliongea, na Biblia inasema ya kwamba waliona kabisa Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, na walimuita hivyo maana walijua ni mwana wa Mungu. Walimueleza ya kwamba umekuja kututesa kabla ya muhula wetu. Unajua mapepo watateswa pamoja na shetani mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wao, wakati watahukumiwa na kuweza kuingia katika moto wa jehanamu. Na kwa hivyo waliona muda bado uko wa kuendelea kutesa watu, maana hiyo ndio mbinu na kazi ya shetani, kuendelea kutesa watu, kukaa ndani yao. Na hao watu walitoka kwao wakaenda makaburini, walikuwa wanaishi pale, na kwa hivyo ndiposa waliongea na Kristo, mapepo hawa, ili wakubaliwe waingie katika kundi la nguruwe. Na hawa nguruwe walikuwa wengi. Nafikiri, sijui kama Mathayo anatupatia ile hesabu. Endelea katika mstari wa 33. Lakini wachungaji walikimbia wakaenda zao mjini, wakazieneza habari zote na habari za wale wenye pepo pia. Na kwa hivyo nafikiri hii haijaeleza idadi, lakini utakuta kuna wale ambao wanaeleza idadi. Walikuwa ni nguruwe wengi sana, na ilikuwa ni kundi kubwa ya nguruwe, na wale ndio waliomba, wale mapepo ndio waliomba waweze kuingia huko baharini, na waliomba waingie kwa nguruwe. Nao walipoingia kwa nguruwe, maana kazi ya shetani ni kuharibu, waliingia majini na wakafa wote. Na kwa hivyo wale ambao hawakuli nguruwe, kwa sababu mapepo waliingia, wale ambao waliingiwa na mapepo, hao walikufa maji. Kwa hivyo hakuna uzao wa nguruwe ambao umebaki. Watu wasiseme ya kwamba ni hizo ambazo ziliweza kuliwa na nguruwe. Katika Luka 9 na mstari wa 1, kumbuka, tunaona ya kwamba tumepewa mamlaka, na Yesu mwenyewe aliweza kuwafukuza mapepo akiwa kielelezo kizuri, na tunamuiga hata siku ya leo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yesu aliweza kufanya kazi nzuri sana wakati ule. Katika Luka 9 na mstari wa 1, akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Kwa hivyo wale 12 mitume ama wanafunzi wale 12 waliweza kupewa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote. Na kwa sababu sisi tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, kwa hivyo pia na sisi
tuna ile mamlaka ya kuwakemea wale mapepo na wanatoka ndani ya watu, na pia tunaombea watu na wanaweza kuponywa. Katika Luka 10, ienda sasa hiyo sura ingine 10 mstari wa kwanza. Luke chapter 10. Biblia inasema hivi: na baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Mstari wa 17, turuke mstari wa 17. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Kwa hivyo Yesu alipowachagua wale wanafunzi 70, aliweza kuwatuma wawili wawili. Biblia imesema ya kwamba ili wamtangulie katika miji ambao atatembelea. Kwa hivyo aliwatuma kama wapelelezi, wakaenda wakapeleleza, lakini Biblia inasema ya kwamba walifurahi sana kwa sababu waliona mapepo wanawatii, kwa sababu tumepewa mamlaka dhidi ya mapepo, na kwa hivyo ni vizuri kuelewa hayo. Katika Mathayo 10 na mstari wa kwanza, Mathayo 10 na mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu, wawatoe na kupoza magonjwa zote na udhaifu wa kila aina. Kwa hivyo wale wanafunzi hawakuachwa hivyo, walipewa uwezo, walipewa mamlaka ili waweze kuwatoa na kuwafukuza wale mapepo. Huwa tunasoma katika Matendo ya Mitume 16:16. Jua hii iweze kusahaulika. Matendo ya Mitume, Acts chapter 16 verse 16. Biblia inasema hivi: ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia wana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba lakini tunaweza kusoma 18 tumalizie hapo. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa
ile ile. Na ukisoma hapa unakuta ya kwamba huyu kijakazi ama huyu msichana alikuwa kitega uchumi, ama alifanya kazi ya kutafuta pesa na watu wa jamii yao kupitia ile pepo aliyokuwa nayo, pepo ya uaguzi. Biblia inasema ya kwamba kwa hivyo alitumika na aliweza kuwaletea pesa, maana akitoa uaguzi wake na kueleza mambo vile anavyoona, basi watu walikuwa wanalipa. Na kwa hivyo watu wao walifurahi sana kwa ajili ya ile kazi anayofanya. Na siku moja akaona kina Paulo walipofika huko kuhubiri, akaanza kuwafuata akipasa sauti ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu na wamekuja kuhubiri habari ya wokovu. Na ndio, ni kweli, lakini ile habari litangazwa na mtu ambaye ana pepo, na kwa hivyo wale mapepo wanaonyeshwa mambo ya wanadamu, na ni vizuri kuelewa pia hayo. Lakini baadaye Paulo aliweza kuikemea ile pepo. Alijua hii ni pepo chafu, aliikemea, na Biblia inasema ya kwamba ikatoka saa ile ile, na kwa hivyo mambo ya biashara ikafungwa. Na watu walikasirika sana sana, na wakaweza washika wale kina Paulo na Sila na wakawapeleka korokoroni, na kwa hivyo ikawa hivyo, na wakakaa pale. Lakini kuna kitu Mungu alifanya usiku, walipoanza kumsifu Mungu, na Mungu alijua ya kwamba hawa ni watu Mungu alijua hawa ni watu wake, na kwa hivyo aliwatoa katika kifungo kile, na tunasoma hivyo. Pia tunaweza kusoma katika Luka 4 mstari wa 32. Tunaendelea kuangalia jinsi ambavyo tumepewa mamlaka ya kutoa mapepo, kuwakemea jina la Yesu, na wanatoka. Biblia inasema ya kwamba wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu. Akalia kwa sauti kuu kisema, acha, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza na kujua unani, mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, mtoke. Ndipo yule pepo akamwangusha katikati, akamtoka, asimdhuru neno. Kwa hivyo unakuta ya kwamba kuna watu huwa wanasema, mbona watu wanaanguka walio na mapepo nini? Mapepo wanaweza kuangusha mtu, na kwa hivyo ilitendeka hivyo hata mbele ya Kristo. Wale mapepo walitangaza, walisema wanajua Yesu ni nani. Kwa hivyo hata hizi roho chafu hata leo kitaja jina la Yesu wanajua huyo ni nani. Na kwa hivyo tulipewa jina hilo na uwezo ule na mamlaka yale, ili kuweza kukemea roho wachafu na watoke ndani ya watu. Na inakuwa ni hivyo. Ni vyema kuelewa mambo hayo. Kwa hivyo
tunaona kabisa ya kwamba tumepewa mamlaka na uwezo wa kuwakemea wale mapepo. Nafikiri tutaweza kufikisha hapo hii sehemu ya mapepo na roho wachafu. Tuone ya kwamba kama kuna mtu aliye na swali. Basi kama hakuna, nafikiri ya kwamba somo la leo aweza kulifikisha hapo, na ili tuweze Jumatatu tutaanza sehemu ya 3 ya Shetani, majina yake na historia yake. Tusianze leo, tutaanza siku ya Jumatatu, na ili tuone vile Biblia inavyosema kumhusu Shetani na maelezo mengi katika Biblia. Na ni vizuri pia kuelewa, kama vile tumeelewa habari ya malaika na habari ya roho wachafu na mambo kama hayo. Tumai ya kwamba kufikia hapo ni kwamba tunaweza kuomba, na ili tuweze kufungia somo la leo mahali pale. Kwa hivyo tunaweza kuomba tunapofunga weekend yetu, ama tunapoanza weekend yetu, ama tunapofunga wiki yetu, ili tuanze weekend na kuendelea, na itakuwa ni vizuri. Na tuombeni. Mungu wetu, katika jina la Kristo Yesu, tuko mbele zako, tunakutukuza, tunakuinua. Nasema ni asante kwa sababu ya siku ya Ijumaa ya leo, na pia kwa ajili ya siku ya leo. Mungu wa rehema, tunaendelea kujifunza na kuona kutokana na neno lako ya kwamba licha ya kuwa kuna mapepo ama roho chafu za Shetani, najua ya kwamba umetupatia mamlaka na uwezo wa kuwakemea na kuwatoa ndani ya watu. Maana umesema na umetueleza ya kwamba hizi roho chafu wanaishi ndani ya watu, wanawatesa watu, wanawagadamisha watu, na hivyo umetupea mamlaka ya kuwakemea, na tumepewa jina lipitaro majina yote, na hata hawa mapepo wanajua jina hilo ni jina la Yesu, ni jina lililo na uwezo. Na kwa hivyo tutazidi kutumia jina hilo ili ya kwamba tuwakomboe wengi na kuwatenganisha na roho chafu, roho za mapepo, katika jina la Yesu. Wakomboe wengi ambao wamegadamishwa na hizi roho, na ambao wamenyanyaswa na hizi roho, ili maisha yao yabadilike katika jina la Kristo Yesu. Uinuliwe na hata uhimidiwe. Tunaomba uwe pamoja nasi Yesu usiku wa leo. Utulinde, zidi kutusaidia kwa kila jambo kwa jina la Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba neema yako itakuwa nyingi kwetu hata usiku wa leo, na maana pamoja nasi, tulinde, tuhifadhi, na tunaamini ya kwamba kwa hakika utaendelea kutusaidia kwa kila jambo. Uinuliwe na hata uhimidiwe, Mwokozi wa rehema, kwa kuwa wewe ni mwema na hakuna mwingine kama wewe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Amen. Barikiweni sana. Mungu awatende mema kwa jina la Yesu.